Yeah. Na tukasema familia ndio inajenga kanisa. Na tukasema Mungu alitengeneza familia na sababu. Na sababu ile alitengeneza familia ni kanisa ikue. Na akatupatia kila mmoja wetu kwa familia majukumu ya kufanya. Tuliongelea juu ya majukumu ya bibi kwa bwana. Lakini leo nataka tukuzie majukumu ya wazazi kwa watoto wetu ambao tunalea sasa. Hata nimefurahia tu nikicheka, nikisikia mkikomeni juu ya watoto hapo, atenda kufunga, sijui nini. Nilikuwa nacheka tu. Leo tunaenda kuongelea juu majukumu ya wazazi kwa watoto wetu ambao tunalea sasa. Watoto ambao Mungu alitupatia baraka. Indakana tukae nao kwa njia gani? Unajua watoto wa siku hizi, hata watoto wale wazazi wa Kristo na wale watoto ambao wazazi wao si wa Kristo, tumewalelea ama tumewalelea kwa njia tofauti. Na kwa sababu ya hali vile iko hali ya ulimwengu. Unajua saa hii ni hali ya digital. Saa hii ni hali ya digital. Sisi tulilea kama hakuna digital. Saa hii ni hali ya digital. So hii maneno ya digital imeleta maneno mengi sana. Kuna a lot of temptation. Watoto wengi wameishia kwa social media. Social media ni hizi maneno ya digital naongea juu yake. Facebook nini. Hata wanajua mengi ile sijui. So maneno mengi imefanya nini? Imeaffect tabia na vile tunalea watoto wetu. Kwa sababu vile hali iko. Ulimwengu imepatilika, si kama kitambo. Kitambo sisi hata simu haikuwa. So vile tulikuwa tunalelewa iko tofauti. Vile watoto wa saa hii wanafanya nini? Wanalelewa. Lakini wazazi siku hizi watoto wengi wanakosa kukua na faith. Kwa sababu ya nini? Sisi wazazi hatufundishi watoto wetu vile Biblia ama vile Mungu alitufundisha. Hatufuati mafundisho ya Biblia, hatufuati mafundisho ya Mungu. Saa hii wazazi wengi kuna wale wanafuata tu mafundisho ya ulimwengu. Yaani wana social media imeharibu kila kitu. So saa hii hatulei watoto kulingana na Biblia vile Mungu alitufundisha. Ndakana tulee watoto, ni wachache sana wale wanafuata hiyo mafundisho. Lakini wengi wetu watoto wanalelewa na social media na hizo vitu zote na zimeharibu watoto wetu. So wazazi tusiposimama imara, turekebishe watoto na tulee watoto kulingana na mafundisho ya Biblia, kulingana na mafundisho ya Yesu Kristo, kanisa itaisha. Sasa sisi kama Wakristo ndakana tusimame imara na tulee watoto wetu kulingana na mafundisho ya Biblia, kulingana na mafundisho ya Yesu Kristo, ili kanisa ifanye nini? Isimame. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inatuambia, the Bible clearly lays out God's plan for parents. Vile ndakana wafanya nini? Walee watoto wao. Ndakana wafate mafundisho ya Biblia. Tukisoma katika kitabu ya Ephesians chapter 6 verse 4. Kuna mtu ako na Kiswahili? Ephesians. Kila ana Kiswahili ama kila haifa? Okay. Na prefer hiyo ndio kila sisi wote tuelewe. Chapter 6 verse 4. Nitasoma, nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia nini? Tusichokoze watoto wetu, tuwalee kwa njia ya adabu.
tusiwalee kwa hii njia. Unaona mtoto alikosea hapa kidogo, anasema nitakukonga, nitakukonga. Wakati unaambia huyo mtoto nitakukonga, anaenda huko nje anaambia wengine nitakukonga. Na hiyo maneno ya kukonga inaendelea. Ukiangalia kwa Biblia, hakuna pahali inasema ati uambie mtoto ati nitakukonga. Wanasema nini? Ulee mtoto kulingana na ulee mtoto kulingana na Biblia mafundisho inasema nini? Sisi tunasoma maneno ya Biblia. Si Biblia inasema usimnyime mtoto kiboko. Sio kugonga. Biblia inasema usimnyime mtoto fimbo. Ati inasema usimnyime mtoto fimbo. Usinyime mtoto fimbo. Na sehemu nyingine inasema ujinga umefungwa kwenye moyo wa mtoto na fimbo ndio inaweza kutoa. Yapita. Iko. Proverbs. Usinyime mtoto fimbo. Lakini unamchapa kulingana na utamchapa tu ovyo ovyo hivyo? Kuna vile una discipline mtoto, lakini sio kumdiscipline excess. Ile unaonanga mtu anachapa mtoto mpaka anajikuta hospitali. Mtu anachapa mtoto mpaka mtoto anaumia, mpaka mtoto anamchukia kabisa. Indakana uchape mtoto. Proverbs. Biblia ina concordance na wacha tuendelee. Clara akitafuta. Wacha atafute tukiendelea. Umepata? Nimepata. Sawa. Nisome. Which one? Mithali 22:15 inasema ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali. Alafu Mithali 23:13 inasema usimnyime mtoto wako mapigo, maana ukimpiga kwa fimbo hata kufa. Amen. Hapo si hiyo basi sikuiona. Bwana Yesu asifiwe. Thank you for that correction. 23 verse 13. Hata kufa lazima tuchape. Lakini unachapa kwa hekima, usichape ovyo ovyo kwa sababu ya kusema ati usimnyime kiboko kwa kumchapa hata kufa. Sasa uchape kwa hekima mzuri na kiboko. Na hii inasema anger to not provoke them to hatred. Mama Pastor, hapo inamaanisha nini? Anger to not provoke them to hatred. The entire verse. That is Ephesians chapter. Ruti tu hapa kwa Ephesians chapter 6 verse 4. Father, to not irritate and provoke your children. Akina baba msiwachokoze watoto wenu. Yes. Bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Si ndio ni clear tu. Msiwachokoze watoto wenu. Sasa kuwachokoza kama pengine mtoto ako tu sawa anacheza na wewe unamchokoza kwa sababu hutaki kuona akicheza ovyo ovyo, ama hapo ndio hiyo explanation nilikuwa nataka kusaidia hapo. Kuchokoza mtoto ni kufanya nini? Nasema nauliza swali sija. Unaulizwa kuchokoza mtoto ni kufanya nini? Kufanya nini? Wanasema kina baba msiwachokoze watoto wenu. Nimesema nini? Mimi kwa mfano wiki hii nimekuwa na msichana alikuja kwangu akawa ananiambia babake alitaka kumrape. Nadhani ndio kumchokoza. Si ndio? Babake anataka kumrape. Nao si. Sasa vitu kama hizo ndio uchokozi. Ni uchokozi. Ama saa zingine mimi kama mama ama kama mzazi niko na shida zangu. Jisikiaje? Watoto wako watajisikiaje wakati wanatoka huko nje wanasikia watoto wengine ama watu wakubwa wakiongea vibaya juu yako? Na huku kwa nyumba wewe umefundisha watoto vile ndakana wa behave, vile ndakana wakue. Lakini nje unafanya the opposite. So ile mafundisho unafundisha watoto wako kwa nyumba, hata wewe ndakana kuwe na hiyo mafundisho. Na uonyeshana mfano huko nje. Uonyeshana mfano huko nje ili waheshimike. And you'll be a blessing to the church
the community. And you can change even life of others in the community. Hata kama kuna wazazi wale walikuwa hawajui neno, hawajui kuna mafundisho ya Biblia, wanaweza kufanya nini? Unaweza kupata mzazi kwa approach, how can I handle this? Na unaweza kumsaidia. Kwa sababu unajua Biblia, utamwambia, utaenda, msome scripture, mwambie tufanye hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Na rekebike. Akisharekebika, atarekebisha watoto wake. Kama pengine alikuwa mtu wa matusi, hiyo matusi sitaisha. Alafu watakuwa watu wazuri. Na ndio sababu as Christians we must follow the teaching of the Bible when we are handling anything. When we are handling our children, wakati tunalea watoto wetu, wakati tunajipresent huko nje, we must follow the teaching of the scriptures in the Bible. Amen. Tusome Ephesians 6. Hiyo ni ile tumesoma. Hiyo tumeshaisoma tunaanza. So, kitu kingine sisi kama wazazi kulea watoto. Unajua nimesema maneno ya kulea watoto. Kulea watoto sisi kama wazazi, but we should provide. Indakana tupatie watoto wetu mahitaji, zile vitu wanahitaji. Ndio mtoto asikue na tamaa, akiona jirani, mtoto wa jirani ako na kitu fulani, amefanywa hivi, amefanyia hivi, asikue na hiyo tamaa, yaanza kuomba huko nje, ama saa zingine ana end up kuipa. Kwa sababu kwa waoni ama wazazi wake wampatie. So tuko na responsibility kuhakikisha nini? We provide the needs of our children. We should provide the needs of our children. Hata kama hauna mama, mimi naonanga tu, hata kama hauna hautakosa. Na kitu ya ajabu, kama uko na mtoto kwa nyumba, hakuna siku utalala njaa. Na kama unataka kitu, ukosani, depending on your faith. If you have a strong faith, hakuna siku, mimi nikisikia ati mtu akona mtoto mdogo kwa nyumba na amelala njaa, huyo ni mtu mwenye hana faith. You always pray and they will be away. They will be away. Naona tu mtu atapita ama unashtukia mtu amekutumia shilingi 200, utakosa kukula. Si mtoto atapata uji, atapata nini? There is always a way. Provided you have faith in God, all is possible. Na mtoto wako pengine anataka kitabu, baba amekwambia hana. Unajua saa zingine mabwana wa siku hizi wengine wanasemanga tu hawana. Especially wakijua mama anafanya kazi. Unasikianga tu si. Kwa sababu anajua mama ako na pesa. Ako kwa payroll somewhere. Anapata. Unasikianga tu si. Usiachilie mtoto wako akose kwa sababu baba yake amesema hana. Hata kama huna, tafuta njia nje. Kutafuta njia nje ni kufanya nini? You borrow from a friend. So watu wanaomba. You borrow from your friend and provide for that child. Because it is your responsibility. Wakati una provide for that child, kuna vitu nyingi sana unafanya nini? Unazuia. Kitu ya kwanza unazuia, huyu mtoto asikue na tamaa, aone kitu huko nje ila anatamani aenda hivi. Wakati hata unakopa ufanyie mtoto ile kitu anataka, unamzuia asikue na majaribio huko nje. Unamzuia asikuwa akienda huko nje kwa wenzake anaanza kujikunja. Tunaona kuna watoto saa zingine wakikaa kwa wengine wanajikunja, hata wananga amani. Kwa sababu wanaona kwa nini sisi? Kwa nini sisi? Kwa nini nimeomba mama? Kwa nini nimeomba mama? So sisi wa mama lazima tujitahidi. Tujitahidi to provide. Unaambia mzee lakini ukipata tu hiyo jipu sina. Jaribu tu njia nyingine. You provide for that kid. Asiende huko nje ajikunje. Asiende shuleni ajikunje. Especially watoto wenye wanaenda shule.
Mtoto pengine amerequest anataka kumnunulie soda. Yeye unasema hauna kabisa. Papa anasema hana. Huyu mtoto akienda anaona wenzake wanakunywa soda, wanafanya nini, inategemea na ile shule ile mtoto anaenda, anafanya nini wanafanya. Sasa watoto wanajikunja. Na wengine wakipata karakta mbaya wanaanza kuiba. Wanaanza kuiba za wengine. So unajua wizi inaanzia tu kitu kidogo kidogo. Utaanza na jirani unaita soda yako unaenda kukunywa kwa choo. So, kuavoid vitu kama hizo, we should try our best. Kufanya nini? To provide for our children. Ndio, wasikue watu wa kutamani wakiona watu wengine wakikuwa nazo na hawa hawana. Na kama kweli ni kitu pengine ya pesa nyingi, wewe uko na jukumu ya kukalisha mtoto chini, umueleze hii kitu kweli ulikuwa unataka, lakini ni pesa nyingi. Na kwa saa hii sitaweza. Ninaomba tu nipatie muda. Nikipata pesa nitakufanyia. Si mtoto ataridhika. So tujue vile tunafanya nini? Tunaongelesha watoto wetu. Unamuongelesha tu kwa njia ya upole. Usikucho mkombanisha. Unafikiria pesa natoa wapi sijui nini? Yeye hajui. Yeye roho yake ni mtuma anataka kitu fulani because pengine ameona mtu fulani kama ni kitu ya maana. Unaona? Na muongelesha tu kwa njia ya upole. Na ile siku utapata utamfanyia. Bwana Yesu asifiwe. So, ndakana we should also discipline alafu tuwarekebishe. Proverbs 22:6 bado inaongea juu ya hiyo na 13:24. You read that one. Proverbs 22:6. Mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Train up a child in the way he should go, and when he is old, ataiacha. Ataendelea hivyo na hata akipata familia itaendelea kwa hiyo njia. So, ukilea mtoto in a very disciplined way. Huyo mtoto atakuwa disciplined mpaka atavila ataoa, atakuwa tu na hiyo discipline mpaka mzee. Wakati atakuwa na familia yake pata atakuwa na discipline. Wakati atapata wajukuu bado watakuwa na discipline. Hiyo discipline huwa ina extend. But ndio sababu nilisema and suppose pengine wewe ulilelewa kwa familia ambayo hakuna discipline, maybe kwa sababu wazazi hawajui. Sikuna family kama hizo. Pengine sasa kwa Kristo. Na Mungu amekusaidia, umesoma, umeenda huko nje, kuna mwangaza kidogo. Surekepishe. Unarekebisha, unaanza a different generation. It is like you are starting a different generation. Si ati kwa sababu ulilelewa kwa njia mbaya, wewe uendelee kukua mbaya mpaka watoto wako mpaka generation. Hapana, you can stop it. Because wewe umesoma, umeona mbele, na unajua Mungu, na unajua kusoma scriptures. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, ndakana tujitahidi hapo. Kitu kingine ndakana tufanye nini? Tujitahidi sana kwa mafundisho. Tujitahidi sana kufundisha watoto wetu. Tujitahidi sana. Hata ni Ephesians chapter 6 verse 4. Tujitahidi sana kufundisha watoto wetu. Naona kitu ya mama hapa sana kulea watoto ni mafundisho. Hiyo Proverbs chapter 13 verse 24 hatukusoma. Inasema whoever spares the rod spares their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. Inatuambia wewe wakati mtoto wako anafanya makosa utaki kumrekebisha, hiyo inamaanisha unamchukia. Like mtoto wako anashinda kwa social media na kwa zile za mbaya,
Kwa sababu unapenda mtoto wako sana, huwezi kumkataza. Umwambie hii social media na hii site unaenda itakuwa itaharibu maisha yako. Itakufundisha vitu mbaya. Kwa sababu unapenda mtoto wako, wewe unamwachilianga tu hiyo simu. Anaenda kwa hizo vitu mbaya. Siku nyingine utajikuta amefanya nini? Amekutana na mtu kwa social media, hapo huko nje. Sisa pesa zimetokea. Na wewe unakaa hapa na mtoto, unaona akishinda kwa hizi vitu umkatazi. So kuna hii age lazima tuzuie watoto wasiende kwa sites zingine za social media kama tunapenda watoto wetu. Wakati unazuia mtoto pengine baada kwa hiyo process ya pata anasoma hajaolewa. Wakati unamzuia kwa kwenda kwa hizo sites mbaya, si tunamchukia. Ni vile unampenda na hutaki haribike. Anaweza sifiwe. Amen. So, napatunia siku hizi. The lot of parents today involves not only physical and emotional support, but also guiding the children through the challenges of education. Siku hizi, dunia siku hizi tunaona hata sisi wazazi umesoma umemaliza, lakini mtoto wako akikuja hapa na homework tunasaidia watoto kufanya homework. Si ndio? Siku hizi CPC unasikianga tu mwalimu anasema wende wazazi wakusaidie. So ndakana ufuatilie mtoto karibu. Kwa kumsaidia kama ni maneno ya shule, umsaidie uhakikishe amefanya. Si tunamfanyia, you give him guidance. Uhakikishe amefanya. Lakini wewe ukiendanga tu hapa hata ujui mtoto amefanya homework, ujui amefanya, hajafanya, wewe ujali, hiyo si nzuri. Wakati mtoto anatoka shule unachukua vitabu zako unaangalia, ujue ni kweli ni nini alifanya shule. Hiyo ni njia moja ya kusaidia mtoto, hata mtoto atakuwa alert. Uhakikishe homework amefanya ama hajafanya. Tusikue wazazi, tusikue wamama. Wazee wananga hii time. Tusikue wamama, mtoto anatoka shule, hata ushughuliki, kitabu yake ilimakiwa na mwalimu, anafanyanga homework ama nini, wewe ujali. Lazima tuangalie vitabu za watoto wetu wakitoka shule. Uhakikishe huyu mtoto kweli anafanya homework na sinamakiwa. Na kama kuna kitu yoyote una notice haifai, siku hizi tuko na inaitwa nini? Diary. So unaandikia mwalimu. Unasema huyu mwalimu nimeona huyu mtoto hajapewa homework. What is happening? Ama homework anafanya na afanye vizuri. Ama unaona ako na weakness. So unaandikia mwalimu, please, mwalimu, nimeona hapa ako na weakness. Can you please assist? Hiyo ndio njia ya kufuatilia maneno ya masomo ya watoto. Mafundisho. Usiandike tu na upewe hapo mwalimu. Chukua wakati hata wewe mwenyewe enda kuona. Uende shule. Mwalimu. Ndio utakuwa unasaidia mtoto wako kabisa. Unaweza andika na mwalimu aandike pale tunafanya. Lakini ukiona mtoto hajaimprove, fuatilia wewe mwenyewe, tafuta tu time. Enda ukae na mwalimu mwambie hapa na hapa sijaona, hapa na hapa sijafanya, mtoto hajafanya vizuri. Kwa nini? Unaongea face to face na mwalimu. Juana na mwalimu wa mtoto wako. Ni hivyo. Vizuri kujuana na walimu wa watoto wako. The way you communicate kwa simu, kwa hiyo diary, lakini tena una make time, unaenda unaongea na mwalimu. Unajua ile unaongea na mwalimu direct na ile mnaandika ama mnaongea kwa simu inakuwa totally different. Ukienda hapo you will see different face. Ama body language. Utaona iko changed. Si vile mnaongeanga kwa simu. Ukikuwa hapa physical is different. Na maybe sasa atakwambia ukweli. Maybe mwalimu anaokopa wakati unaongea na simu mtoto ako hapo. Na hataki huyo mtoto akwe disappointed ama akwe discouraged. Naona. So we should take time as parents, especially sisi wamama, tufanye nini? Tuhusike na maisha ya watoto wetu vile wanakuwa. Tuwapatie discipline kama wamekoza. Tuwafundishe kulingana na scripture ya Biblia. Kitu ya maana hapa, we should follow biblical scripture teachings.
Tusifuate maneno za dunia huko nje. We should follow biblical scriptures teachings. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walikuwa na maswali, it is an open. Watu waongee. Watoto vile ndakana wakue. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu ya Proverbs. Just a question. Si tuko kwa maswali? Tuna discuss. It is an open discussion. Yes. Yeah. Now, most of us hapa unapata 3/4 people are working. Si ndio? Unapata 3/4 watoto wetu wanalelewa na either wasichana wa kazi or mostly shule. Bila tumeachia shule responsibility. Like mtoto akiwa shule, we feel good when they go to school. Nimefungua shule sasa hata mtanisumbua, mtakaa shule. Then unakuta responsibility yetu itaingililia wapi hapo sana, because unaona nikiwa kazi the time nitamitiu mtoto ni maybe from 6 to 7 na tunaachana asubuhi labda saa 12 au saa 1 akienda shule. How can we work on, because that is the time I think sisi watu wengi hapo ni watoto wetu waribikia. Sasa challenge iko hapo kwa wale watu wanafanya kazi. As far as I know, the few hours you stay with your child, zile siku za shule, na kama wewe uko kazini, indakana ujaribu kufundisha mtoto wako vile indakana behave. Mafundisho. Indakana ufundishe mtoto wako, zile masa kidogo tu uko nayo can make a very big difference. Alafu kitu kingine, the way you handle your mate. Unajua mate sasa kanakana mtoto wako. Sure. The way you handle your mate itadetermine mtoto wako atalelewa aje. Sure. Handle your mate wako akiona you are a very polite person, kila kitu unafanya kipipilia, hata ukimweleza, hata ukimwambia instructions, unampatia instruction in a very polite manner. Si ati unampatia ni kama unamkompanisha ama unaona kama unamdharau. Ile heshima tu unampatia, ile instruction, the language, the body language, the communication you give even to your mate, itafanya mate wako leo mtoto wako kwa njia inafaa. Because atasema mama fulani apende makelele, mama fulani mpole, mama fulani hata kama umekosea anakuambia hapo umefanya makosa, ndakana ufanye peace and set. Wakati unafanya hivyo, hata yake paki na huyo mtoto wako akikosa, acha mrekebisha. Akikuwa mate mzuri. Lakini wewe ukianza kusomea mate kwa manyumba, hata kama amekosea unataka kumuita umuelezee peace and set, ndakana hivi umuonyeshe the correct direction. Unajua akipaki na mtoto huwezi kujua nini anapitia. Hasira zote zinarudingi kwa mtoto. So hapo ndakana tukue careful sisi wale watu tunafanya kazi na tunaacha wasichana kwa nyumba. Mama Pastor alikuwa na point kusema. No, just to add on what you have said. Nataka kuuliza hivi. Wewe unatoka kwa nyumba masaa yote kutoka asubuhi mpaka usiku, mpaka tena usiku mwingine mpaka tena asubuhi, yani sakoli yako ni hauna any minute. That is the first thing you have to ask yourself. Lakini kama kuna dakika chache na mtoto, kama una wakati wowote unakuwa off, you maximize that na mtoto wako. Sidhani kama kuna employer anaweza kupatia, yani wewe unafanya kazi usiku mchana bila kukupatia hata some hours ya kubreak. Hiyo masaa kidogo yenye amekupatia ya kubreak, that is the moment you maximize with your child. Lakini wewe ukipatiwa masaa chache ya kumaximize ya kupumzika, sasa wewe unalala. Unasema leo sijaenda wacha nilale. You sleep the whole day. Mtoto ujui hata alikula, yani sasa kazi ni ya msichana. Hiyo siku yenye uko around na mtoto wako, that is the time you maximize that hour na mtoto wako. Unamfunza, unampenda, unatembea na yeye, what you are supposed to do. Usiache tena hiyo masaa yenye uko nayo unasema wewe jinyime kwa sababu ya mtoto. Hata kama umechoka na unadhani jinyime kwa sababu ya mtoto
wako. Hiyo siku hata baby na yeye ajue mama is around. Umbebebe, umfurahishe, utembee kidogo. Yaani furahisha katoto kako wakati uko around. Usiseme toa hapa mtoto, hata mimi leo niko na off. Toa hapa mtoto, mpeleka huko wewe. Chukua mtoto, ona huyu mjinga. Unatukana tena maid. Unataka kulala. Hapana, kazi yako ni nani mama? Ni nini? You have to maximize that moment. Na katoto kako. Na ukafundisha vile tunasema hivyo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ninge suggest hivi mwalimu, ungetufundisha kiasi, alafu maswali ya kuja. Unajua maswali ya kuja tuna interrupt na your sequence ya kuja. Utufundishe alafu tuulize. Na kama uko na swali andika mahali ama usisahau, amaliza alafu tu tuendelee. So tusome kitabu ya Proverbs chapter 1 verse 8. Nitasoma. Mwanangu, asikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So unaona sisi vile tulilelewa na wazazi wetu. Si kuna mafundisho walitupatia na tukasikia. Ni mafundisho it is just like tuna translate. Wewe kama wazazi wako walikufundisha vizuri, hata watoto wako watawafundisha vizuri. Na kama baba yako, kama wazazi wako hawakufundisha vizuri, pengine hawakuenda shule ama hawakujua neno ama they were not Christians, hiyo haimaanishi we ukue na hiyo maisha ulikuwa nayo. You can change. You can make a difference. Because sasa umejua. Wengine wazazi wetu hawakuwa watu kwenda kanisani. So we were pengine tulikuwa brought up in darkness. Lakini sasa wewe vile umekuja mbele, kuna social media, umekuja mbele, umekutana na characters tofauti. Unajua neno, wewe umekuwa Mkristo. Sasa jaribu kubadilisha, usilee watoto wako vile ulilelewa maybe in days. Ulee watoto wako kulingana na Biblia kwa sababu sasa wewe umejua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma Proverbs chapter 6 verse 20. Mwanangu, shika maagizo ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vile tu nilisema tulishika maisha wakati wazazi wetu walikuwa wanatulea, zile mafundisho walitupatia. Hata hizo ndio mafundisho ndakana tulee na watoto wetu. Na hata we should improve more because sasa we are enlightened. Tumejua mengi kushinda hizo siku za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutajiuliza swali lingine. Watoto wetu tunawalea kwa njia gani? How do you unalea watoto wako kwa njia gani? Active and continuous effort is needed to rear your children. Active and continuous effort is needed to rear your children. Bwana Yesu asifiwe. Proverbs iko na nani? Proverbs chapter 22 verse 15. Inasema 22 verse 15. Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali. Hiyo ndio nilikuwa nasema. Bwana Yesu asifiwe. Nasoma ingine Proverbs 29:15. Fimbo na maonyo kutia hekima, bali mwana aliyeachiliwa humwaibisha mamaye. Hiyo ndio nilikuwa nasema. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizi verse mbili inatuambia hata ingawa watoto wetu ni blessings, lakini we are responsible kuhakikisha tumefanya nini? Tumewatrain, tumewafundisha. Na kuwafundisha njia moja vile hii verse inasema ni hiyo fimbo. Pengine mtoto unamueleza, unamuongelesha, hasikii. Kuna watoto wengine lazima uweke kiboko
ndiye afanye nini, aelewe. Hiyo kiboko hujampika ofyo ofyo. Umempika kwa sababu kuna makosa amefanya. Na unajaribu kumkanya, unajaribu kumweleza na asikii. Na hata ukimpika lazima umpike kiheshima. Usimpike sana mpaka afike to an extent mpaka anasirai. Bwana Yesu asifiwe. Kupika mtoto mpaka asirai, hii haimaanishi unampatia discipline. Especially pika kulingana na makosa ile alifanya. Mpika tu kidogo, mrekebishe. Ili afanye nini? Siku nyingine akitaka kufanya hiyo kitu atakumbuka nilifanya hivi nikapikwa. Sasa sitarudia tena. Bwana asifiwe. Amen. So children are blessings. Yes, but also a responsibility to train them. So hata ingawa watoto wetu ni blessings kwetu, lakini we are responsible kuhakikisha tumewafundisha. Tumewafanya nini? Tumewafundisha vile endakana wakae, vile endakana wakue. Bwana Yesu asifiwe. Positive and constructive efforts is needed to rear children. Positive and constructive effort is needed to rear our children. Ndakana unapatia watoto wako adabu kwa njia, yani ikikuwa positive. Vile tuliongea huko nyuma, usipatie mtoto wako, usichape mtoto wako kwa sababu ile azira ulikuwa nayo ya baba yako. Usichape mtoto wako kwa sababu pengine umekosa kitu ya kutumia kwa nyumba. Huyu mtoto hajafanya makosa, si huyu mtoto amefanya makosa. So kwa sababu hauna na maybe mtoto anataka kitu fulani na hauna, hii haimaanishi kuwe na hasira uanze kuchapa mtoto wako. Most of the times parents are bring down their children instead of bringing them up well. They put them down by communicating negative attitudes towards children, punishing them frequently, and tearing them down their self-esteem. Ukiangalia hiyo proverbs bado, najua kuna wazazi wengine wakati tunalea watoto wetu, wakati tunaongelesha watoto wetu, hatutumii language yenye inafaa. Kuna wengine tunatumia matusi. Mtoto amekosa yes, lakini kwa nini mtusi? Sindakana ueleze tu mtoto vizuri, umekosea na hujafanya vizuri, indakana ufanye A, B, C and Z. Lakini usianze kumtusi, wewe ni mjinga, wewe sijui nini, wewe sijui nini, wewe umbwa sijui nini. Sisi singine wazazi tunashutukianga tunatamka vitu kama hizo na hazifai. Wewe kama Mkristo, Pengine tumezoea tu. Wewe kama Mkristo, wewe kama mama Mkristo, haki ya Mungu akusamehe kama uko na ulimi nyepesi ya kuita mtoto wako mjinga, ya kuita mtoto wako umbwa. Haki Mungu akusamehe sana. Yaani uombe tu Mungu akuondelee hiyo kitu. Ngombe. Tulisema tutauliza baadaye. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie kabisa. Ulimi zetu ndio shetani. Hizi ulimi zetu ndio zinafanya watoto wetu wengine wanahangaika huko nje. Hii ulimi yetu ndio inafanya saa zingine watoto wetu tunawasukuma nje. Wanaenda na wanapotelea huko kwa sababu ya matamushi yenye iko kwa nyumba. Na sana sisi wa mama ndio tuko haraka ya kutamka. Wasa wanachukua na muda kabisa. Mzee by the time aongee akomend juu ya mtoto ni kitu amedigest ya atamka. Lakini sisi wa mama hata before digest, yani before fikirie, neno imeshatoka. So hata kama tunatoa maneno, ikuwe maneno ya upendo, ikuwe maneno ya mafundisho. Hata kama ni unaueleza mtoto amekosea, tumia ile soft language. Jua ile lugha unatumia. Ile lugha unatumia kueleza huyu mtoto umekosa hapa, haifai kukua hivi. Ndakana A, B, C and Z. It matters a lot. Hiyo lugha itafanya mtoto akuwe mtoto mzuri ama mtoto akuje haribika. Ile lugha unatumia.
Na hii matusi ingine tunafanya kwa nyumba ama lugha zingine tunatumia kwa nyumba. Huyu mtoto akikanyanga tu huko nje, huyo mtoto anaongelesha wenzake hivyo. Kama umeshawahi tembea huko nje, unaona mtoto anaita mwingine kumbafu, unaona mtoto anaita mwingine upra, ujue huyo mtoto wazazi wake anasikianga wakiongea hivyo. Ama wazazi wake wanashindanga wakitusi watu hivyo. So yeye anapepa hiyo matusi, anaenda mpaka huko nje, anako expose, anajua which type of parents are you. Na sana sana inakuanga tu mama. Ukikuja mtoto hata unajua papa ndiye ako responsible kibibilia because he is the head of the family. Kulea. Lakini sisi wa mama ndio tunakaa na watoto sana. Hata ingawa unafanya kazi, lakini utapata most of hours wewe mama ndio utapatikana na mtoto haraka kushinda mzee. So mtoto akikuwa na tabia mbaya huko nje, akitembea kitusi watu, watasema mama ndio hana ndio kumfundisha. Hakuna siku watasema baba, wanasema kama mama. So Mungu atupatie neema, tujue, atupatie na ile language ya kutumia ili tupate kufanya nini? Kufundisha watoto wetu vile indakana wakue. Mungu atupatie neema ili ile matamko yote ambayo tunatoa ndani ya roho zetu ikuwe matamko ya kupendeza. Amen. Ikuwe matamko ya mafundisho. Amen. Ikuwe matamko ambayo itapendeza mtu yoyote huko nje. Ikuwe matamko hata jirani akisikia atatamani. Atatamani na atakuheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo matamko ikikuwa matamko mzuri kwa nyumba, baraka inakwanga kwa hiyo nyumba. Hakuna siku utasikia kisirani. Hakuna siku utasikia watu wamekosana, wamekombana. Kwa sababu hiyo nyumba matamushi iko sawa. Wanatamka matamko kulingana na Biblia. Wanatamka matamko kulingana na vile Mungu alitufundisha. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu atupatie neema tukue na hiyo ulimi. Especially sisi wa mama. Tukue na hiyo ulimi ili watoto wetu wakishakuwa wakuwe watoto wa kuheshimika. Akuwe mtoto hata akitembea huko nje sasa huyu ni mtoto wa mtu fulani. Mamake ako na heshima, hata mtoto atakuwa na heshima. Isikuwe mtoto wako anatembea huko nyumba, huyu mtoto ako na tabia mbaya sana. Wakati wanasema mtoto ako na tabia mbaya huko nje, ujue wanasema mama. Hawasemi mtoto, wanasema mama kwa sababu wewe mama ndio wewe ndio unakaa na mtoto kwa muda mrefu na uko responsible. Na ndio sababu wanashindana hata baba wanasema huyu mtoto ni mjinga kama mama yake. Sio wanasikiana hiyo iko common. So tujichunge. Na hata wewe mzee wako akiongea kitu kama hiyo na kweli wewe si mjinga kama just pray. Just pray. Unaachia tu Mungu. Because huwezi kubishana naye. Hiyo ni shetani mwingine ndani ya roho yako. Muombee tu na mtoto wako si mjinga. Wewe mama ukitamka mtoto wako ni mjinga atakuwa mjinga. Matamushi ya mama ni ya maana sana kwa mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ingine, we should be careful and faithful teaching is needed. Wakati tunalea watoto wetu, nitakana nini? Tukue makini. Tukue makini vile tunakaa na watoto. Vile tunalea watoto. Na wewe mwenyewe ukuwe mtu wa kuaminika. Usifundishe mtoto, unaambia mtoto si vizuri kutusi mtu. Mtoto anasikia. Na wewe ukienda huko nje unatusi jirani. Ndakana ufundishe mtoto ile kitu hata wewe mwenyewe unafanya. Afanye nini? Aende na example yake. Isikuwe unaniambia hili ukienda huko nje majirani wewe ndio namba 1 kugombana na majirani. Wewe ndio namba 1 hata uweze kusamehe jirani. Wewe ndio namba 1 kutusi jirani huko asijui nini. Wewe ndio alafu kitu kingine sisi wa mama. Sisi unajua sisi tuko na ulimi ya kuongea sana juu ya wengine, kuongea. Wakati uko kwa nyumba na watoto wako, haki usiongee juu ya watu wengine. Ukiongea juu ya watu wengine na watoto wako wako hapo, unasengenyana. Because it is normal tunasengenyana, unaongea juu ya watu wengine. Mtoto anakuwa tu akijua lazima usengenya wengine. Hiyo sio mzuri.
Na ndio sababu naambiwa Biblia inatuambia be very careful and be faithful in what you are teaching your children. Usipokuwa naongea hivi na huko nje anafanya vitu zingine tofauti. Ile behavior na behave mbele ya watoto wako, you should extend mpaka huko nje. Usijifanye vizuri, pengine unajifanya hawa watoto wewe ni mzuri, ukiwa ukanyaka hapa nje wewe ni mtu mwingine tofauti. Kumbuka kuna watu wanakuona huko nje. Na hao watu wanakujua. Na hao watoto wanaona huko nje wanakujua. Wanasema mama fulani huko nje. Mama, nataka kuongezea kwenye ambao tunalelea watoto na hao wasaidizi. Jitahidi upate msaidizi ambaye anamjua Mungu. Yaani hakikisha mtu unayemwachia kulelea mtoto ni mtu ambaye ameokoka possible, kwa sababu kama atakaa na mtoto wako zaidi ya 12 hours ana impact kubwa sana kwenye maisha ya huyo mtoto. Kwa hakikisha huyo mtu anamjua Mungu. Na kingine tuwe tunafanya ibada majumbani kila siku jioni. Iwe sio tu ile mnaomba mlale mnaombea chakula. Someni neno na sio kila siku mama unasoma. Saa nyingine mpe mtoto, yani mwe na ile ratiba kwamba leo mama amesoma, kesho ni utasoma neno na utatuambia kwenye ile neno unaelewa nini. Unajua mtoto atavokudiscussia neno utakuwa pia unajua ufahamu wake kwa Mungu anaelewa nini. Unaweza kuwa na mtoto kwa nyumba lakini ni homosexual na ujui. Lakini kianza kudiscuss unajua wewe kitu naamini hapana. Kwa kwenye hizo open discussion kila siku jioni itasaidia sana. Ni ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo Clara anasema ni ukweli. Lakini hata ukipata ule msichana wa kazi. Ngoja tutaendelea hapa kwa hivi. Utajuaje siku hizi watu wanajifanya wameokoka? Utajuaje huyo msichana anaokoka ili hali ushindi na yeye? Anakuonyesha tu anajua kusoma Biblia, anajua kuomba, but wakati uko out of that house kuna venye yeye ana behave tu. Biblia inasemaje? Utajua kwa matendo yake. Stop. Matendo yake tu atakwambia. Haiwezi kupretend for long. Utajua tu. Hawezi kupretend for long. Unaona unajua mtu msichana ni mzuri utajua tu tena very time. Lakini ukijua tena ni kujua ni mbaya utajua tu tena ni mbaya. Hata kufika for long. But still unaweza kupata ule msichana wa kazi hajaokoka lakini ako na tabia nzuri. Na wewe kama mama Mkristo umeokoka na ameingia kwa nyumba yako. Sasa wewe ndio unataka kumfundisha. Na hata unaweza muelekeza kujua wokovu. Wewe ndio unataka umfundishe, umuelekeze, umuonyeshe njia sawa. Vile ndakana afanye. Na utakuwa umemsaidia sana. Na vile unamsaidia utakuwa unasaidia mtoto wako. Yes. Na vile wanasema kila jioni mnasoma at least scripture hata kama ni moja ama mbili, mnaomba, hata Yesu zingine unamwambia omba, unaona? Mnaimba wimbo kidogo, unaona? Mkifanya hivyo kila siku sasa atazoea. Hata kama alikuwa hajaokoka, sasa atajua maneno ya Mungu. Atajua Biblia. Na akikaa na mtoto wako itakuwa sawa. Ni vizuri sana kujua na kumuelewa yule msichana anakaa na mtoto wako. Kwa sababu kama hutamjua vizuri, utakuta mtoto anaiga tabia zingine zenye si nzuri hata. Kwa sababu ile picha anaona, ukitoka hivi akifungua TV, huyo msichana anaona mambo mengine tu. Na mtoto wako ile msichana ana watch ndio mtoto wako ana watch. Ile kitu msichana anafanya kwa simu ndio mtoto wako anafunza. So ni vizuri sana kufuatilia huyu ni msichana gani nimepata na ana tabia gani. Pole tu unaweza kumjua. Ili wakati umeenda anafanya nini peke yake na anafanya nini na watoto. Niwapatie mfano mmoja kidogo tu. Msichana alikuwa anaanza kuwatch hizi pornography. Unazielewa? Hizi pornography. Ukitoka tu hivi anamaliza kazi haraka, hata saa zingine amalizi, anaingiza hapo. Sasa mama aliporudi anaona katoto kanaanza kubehave, kanashika hii kitu. Kumbe msichana huwa anamshika ni kijana. Wakati ana watch hizo vitu za porno, anashika mtoto. Sasa anamfundisha nini mtoto kijana? Stimulate. Mnanielewa hiyo? Sasa katoto kakaanza kila saa
mama amekashika kananyonya, lakini kanaleta mkono huku, anaanza kufanya hivi. Sasa huyu anashindwa, mtoto kwa nini hii ni kitu ametoa wapi? Kumbe msichana akiwatch hizo anafinya ya mtoto, anawatch anafinya ya mtoto. Sasa mtoto akawa sensitive, anataka kufinya features kasi. Hata kama ni kadodo kanasikia vizuri, msifikirie ni kadogo tu, kanasikia vizuri. So msichana anajisikia vizuri na mtoto. So unaona kufundisha tabia mbaya ataviri. Sasa mtoto amebaki na msichana. Msichana yupi huyu umebakisha na yeye? Ana watch nini kwa TV? Ana watch nini kwa simu? Anafanyia nini mtoto wako? Hata kama ni msichana, usikue tu don't care. Hiyo ndio sababu tunasema, mwalimu amesema usika na maisha ya mtoto wako. Na ni nani unaachia mtoto na anafanya nini na mtoto wako. Sasa zingine utapata hata mtoto kama kijana utapata amefura. Amefura. Mtoto amefura kwa nini? Na mtoto ako na miaka 3, 4, 5. Kazi ya msichana. Kazi ya msichana. Na ndio sababu nimesema be very careful na wasichana. Wasichana jaribu tu ujue vile unawaongelesha, don't be very harsh to them. Ukikuwa harsh to them, hiyo hasira yote inarudi kwa mtoto. Hata wasichana wanaekelewa vidogo. Na ukiona tu dalili kama hiyo, achana na yeye tu. Muombe Mungu akuletee mtu mwingine. Mimi niliona kesi nyingine. Mama, unaamini ndugu yako? Na sasa mama badala ya kuoshanga mtoto hata kama anafanya kazi, akikuja anaosha mtoto kama ndugu yake amekaa nao. Yeye anajua ndugu yake na anaoshanga watoto wasichana. Sasa wakati anaoshanga watoto wasichana, hawakuwa wasichana wakubwa ati. Si miaka 3, miaka 4. Wakati anaosha watoto wasichana, anaenda na wafanya maneno mengine, akishaosha anaenda na wafanya. So kuna siku nyingine. Sasa huyo mchomba yao hakukuwa. Sasa baba ndiye alikuwa. Papa kaosha watoto. Sisi wa mama, we should be responsible with our children. Hapana ajia wanaume kuosha watoto wenu. Tunaajia papa kuosha mtoto. Sasa papa ndiye alikuwa akaosha watoto kwa panguza kwa nani. Sasa kumaliza kupanguza watoto ndakana wavae nguo. Watoto wanaambia baba, uchatumaliza. Baba anauliza aje. Anasema angwa natufa akisha tuosha ameshatupanguza na tufanyaga hivi. Anatuwekea kitu huko chini. Anasema anachukua mwili yake anatuwekea huko chini anafanya. Sasa unaona watoto wamezoea hiyo steam. Wanajua kila siku angwe anawaosha na anawafanya hivyo. Na sasa wakakuja wakazoea. Unaona? Kwa sababu ya nini? Negligence ya mama. Wewe mama unajaje mtu mwanamume kijana aushenge mtoto wako msichana? Kwa sababu uko busy sana. Uko busy unafanya 24 hours. Umeenda na wengine hata si 24 hours. They are just lazy. Wanakuja tu mapema wanakaa wanaweka mkubwa kwingine. Kuna mtu wa kufanya. Alafu anakaa hapa akipiga tu nani. Na hapo kama umefika kwa nyumba saa 1 hata kama ni saa 1 ya usiku saa 12, kwa nini hiyo masaa isingojee ndio uoshe watoto wako? Unaajia mtu wa mwanamume aoshe watoto wasichana. Unajua hiyo ndoa iliharibika. Mzee alingojea mama akakuja akamuuliza. Watoto wameniambia ndugu yako anafanyanga hivi mtoto watoto. Are you aware? Mama ajui kwa sababu haishughulikangi. Yeye ni working class. Hawezi kuacha watoto, kuna watu wa kufanya. Na anaamini ni ndugu yake. Anaamini ndugu yako ako tu na feelings za wanaume kama watu wengine. Usisema ati kwa sababu ni ndugu yangu hawezi kufanya chochote kwa mtoto wangu. Hiyo ndio iliisha. Mama alifukuzwa akaenda. Baba alibaki na watoto wake. Akawapeleka hospitali, wakaangaliwa kama wameharibiwa, wakatibiwa, akabaki na watoto wake. Mama alienda, ndio iliisha. Hiyo marriage iliisha hivyo. Hiyo mzee alikuwa na uchungu mwingine mbaya sana, yaani mchomba anafanya hivyo watoto wao. So mama, tukue very careful wakati tunalea watoto wetu. Tuchunge watoto wetu, tuchunge wakina nani tunaachia watoto wetu.
hata kama kuna msichana na hata kuna hawa relatives wako kwa nyumba, wanaume, be very careful. Usiallow mtoto wako msichana akuwe very close na wanaume wako kwa nyumba. Wanaongea tu, lakini ukiona it is too much, ujue something can happen. Don't trust any man provided ni mkubwa. Hata kama ni ndugu yako, usifikirie kuna kitu hawezi kufanya. Unajua ni mwili yao inawatuma. Ni mwili inawatuma. Wala tu wameona mwili yao inasimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So tukue careful wakati tunakaa na watoto wetu, wakati tunalea watoto wetu. Na tujue ni wakina nani tunaachia watoto. Na sisi wa mama ndio ndakana tukue responsible, tukue watu wa kwanza. Usisema ati ni baba. Baba, yes, is the head of the family. Lakini most of them hawakuangi karibu. Sisi wa mama ndio ndakana tukue karibu na watoto. Hata kama unafanya kazi, ndakana uset time ya kukaa na mtoto wako. Set time. Siku isiishe siku yote hujawahi kaa na mtoto wako hata. Kuna wengine wanakuja mtoto amelala, wametoka amelala, hata wawe nani. Lakini wanakuja kuona sasa. Siku nyingine naomba tu Mungu, hata naomba kazi tu ruhusa siku moja tu toka mapema kidogo. Usiwe tu kutoka tarehe moja mpaka tarehe moja unaingianga saa 6 ya usiku, saa 4 ya usiku. Niko busy sana. Niko busy. Na watoto wako na ukiona hiyo kazi iko hiyo tu maji, tafuta kazi nyingine. Unafanya ukitafuta. Mungu anaweza kukufungulia njia upate kazi better, ila at least utakuwa na time ya kukaa na watoto. Unaonanga wazungu wanaacha hata kazi. Na mama wengine wanaacha tu kazi kwa sababu ya kulea watoto. Si ati wameacha kazi for zero, hapana. Wanajua time yangu na mtoto wangu ni very important. Nisiachie mtoto wangu aharibike. So that is how precious it is to have children. How precious it is that God amekutunuku, sijui Kiswahili ni aje. God has given you that opportunity ya kuwa mzazi. Kuna wamama hawana watoto na wanalia huku nje. Wewe umepewa watoto, tena unafanya nini? Unaignore. Sasa unaona hiyo opposite. Mungu amekupatia tu neema, akasema barikiwa wewe kuwa na watoto. Na unaignore. Na wamama wako huku nje wanatembea usiku na mchana wapate mtoto hawapati. Sasa nani mbaya? Ni wewe. Mungu atupatie neema ya kulea watoto kwa njia iliyo safi. Tujue ni nani tunaachia watoto wetu. Usiache tu ati my brother cannot do that. My brother ndiye anaweza fanya kabisa. Anawaosha akinini. Anawaosha akinini. Kufika mtoto miaka 5, mtoto aliharibika kitambo, ameraruliwa. We ujui. Na mama huko unajipamba asubuhi unaenda job. Unarudi jioni na handbag. Uone watoto. Unaamka mapema saa 11 umeenda kwa sababu your brother is in the house. Hapana. Let us have time with our children. Let us have time with our children. Na God atatubless. Hii ni responsibility kubwa sana Mungu amekupatia. Kabisa, usiignore. Mungu atatusaidia. Mwingine? Umetosheka. Nani kuna swali hapa, kuna neno hata Nimesoma hii mithali moja nayo inasema, mwanangu ashike mafundisho baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Alafu mithali tena 6:20 inasema, mwanangu shika maagizo baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Mimi nachojifunza kwenye mistari miwili, mama ndo tunaotunga sheria kwa watoto. Wewe mama ndo utaamua mtoto afanyeje. Wewe ndo unatunga sheria za nyumbani kwako. Wewe ndio utasema mtoto aamke saa 6 aje kanisani au asije. Wewe ndio utaamua huyo mtoto alale nje ya nyumbani au asilale. Kwa sababu kama utajua kwamba usiku tulikuwa tunajoga kwetu, kwa mfano mamangu alikuwa usipoenda kanisani Jumapili utakula kwa hiyo nyumba. Na atakisha anapika ile favorite ya mtu ambaye ajaenda kanisani. Na mkishiba anachukua sufuria anampa jirani na chakula, vile mama kula kwetu wameshiba wote. Atakisha hauli. Kwa ilikuwa ikifika Jumapili wewe ni wa kwanza kanisani. Maana unajua mama atapika nini lunch na sapa. Na utakula lunch wala sapa. Babangu alikuwa hajaokoka. Lakini sheria za mama ndio zilifanya watoto tukasimama. Kwa sababu mama ndio tuna nafasi ya kufanya nini?
kulea watoto na kutunga sheria za nyumbani kwako. Unataka watoto waishije? Ndio sababu hata Biblia inasema, mfundisho wa Biblia inasema mama ndiye anakaa na watoto sana kushinda baba. Baba is the head of the family. Lakini ule mtu anashinda na watoto ni mama. So wewe mama usikuwe busy sana huko nje. Mzee wako ndiye anafikana kwa nyumba mapema na wewe uko busy huko nje. Wewe ndio unakuwa wa mwisho kufika. Jaribu tu. Saa zingine unaomba ruhusa unafika mapema hata wewe. Usiachenge mzee wako ndiye anafika kwa nyumba kila siku kuangalia watoto mapema na wewe kila siku unaingia late. Saa 6 ya usiku. Watoto wamelala hata wachakuona. Ndakana ukue na time, create time for your child. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani alikuwa na neno? Bwana Yesu asifiwe. Nimeingia kuchelewa, lakini katika haya mafunzo tumeona sisi wamama tumelengwa sana. Hata I think ni Deuteronomy ama ni Proverbs inasema mwana mwenye hekima Ni Proverbs. umfurahisha babaye. Lakini mwana mpumbavu ni mzigo Wa mamaye. So unaona huwa tumelengwa sana. Wamama tusilegee. Kitu kingine sijui kama ulikuwa umeigusia, also it is in Proverbs 29:17 inasema correct your son and you will have rest. Tena hapo chini namaliza nasema yes you will have delight in your soul. So tuzingatie maneno haya kabisa. Watoto wetu tusiwaachilie kitabia, kimavazi, kimasomo. Bwana Yesu asifiwe mama. Amen. Bwana asifiwe. Ila anasema ni ya ukweli. Wakati unalea watoto wako kwa njia yenye inafaa, njia ya discipline, njia ya tabia nzuri, unajua hata ndani ya roho yako unakuwa tuna raha. You always have peace. Lakini kama uko na mtoto kwa nyumba na kisirani na nini, ulei watoto wako vile inafaa. Unajua unasumbuka nanga tu na roho yako kila wakati. You will never have peace in your mind. Even that house will never have peace. Bwana asifiwe. Amen. Mwingine? Naomi. Amen. Kila mahali kienda ni watoto tu wanazungumzia. Nasema tukaweza kuombea watoto sana. Hapa most of us tuko na watoto wadogo, lakini hatuchaongea hao 15 and above. Na hao ndio wanasumbua sana. Sasa wamesema ukiona mtoto unamleta, umejaribu, yani umejaribu yako yote na amekushinda, hiyo walimu wametuambia achana na yeye, focus maombi yako ikuwe tight kwa Mungu na Mungu mwenyewe atamrejesha. Bwana asifiwe. Amen. Na akatoa example akasema kulikuwa na mtoto alienda attachment kwa shule, kufika huko akapenda madam mmoja kwa hiyo shule, na obvious madam hawezi kubali mtoto mwenye ako attachment, sio atachukuliwa makosa, hata atakutwa kazi. Akalenga akasema hapana, huyu mtoto alifanya nini? Alijaribu mbinu yake kushika huyu madam, akaenda sio kununua, alisema alitengeneza hii ni kama biscuit inaitwa cookies. Yeye mwenyewe akapika hiyo cookies vizuri na akaweka 3 types dawa ya kulevya, sio kufanya nini, akaweka ndani, kuweka ndani na akapack na akaandika akasema love. Akakuja akapea huyo mtoto akasema na snacks ufanye nini ukule. Huyo madam ni Mungu tu anamshikilia, hakukula hizo cookies. Yeye naye alianza kufanya nini, kugawia wao. Akaanza kugawia, akasema huyu ticha amempea hii, anasema anampenda, wacha tufanye nini, tushare. Wakashare. Kulikuwa na mzuri sana alikuwa na kumaliza 10 minutes. Chini. Mwingine kuanguka.
wakapikia press, mwalimu mmoja mwanaume akasema, hebu kujeni uone wenzako huku ni nini mbaya. Kumbe wamekula hiyo cookies iko na madawa hiyo yote hapo. Wakakuwa wagonjwa, wakawapeleka hospitali. Kushika huyu kijana kuniuliza, akasema nilikuwa tu nataka huyo madamu akishakula na anifuate akuje kwa nyumba yangu ningemfanya kitu. Sasa wakasema tuombee watoto, especially hao wenye tuko nao 15, 16. Ukiona anafanya kitu, maybe sio kupenda kwake. Wengine wameingia kwa vitu zenye, na wengine nao ni groups. Yaani anaona tu mwenzake anafanya na anajiingia. Na mwingine naye huwezi jua. Bwana asifiwe. Sasa tight yourself kwa Mungu. Achana na grace. Mungu mwenyewe atamrejesha. Omba tu, Mungu mwenyewe atamrejesha. Ujue ni nini chenye kinakufanya. Usisahau kuomba huyu Mungu. Focus tu kwa mtoto, useme mtoto wangu penye ameenda. Mtoto wangu penye ameenda. Ndio ni upendo wa mama. Lakini si unaona vile umejaribu. Umejaribu lakini ameamua yeye mwenyewe ameenda. Just focus kwa Mungu na atamrejesha. Amen. Asante sana. Focus kwa Mungu, usigiwe hapo kumwongelesha. Kwa nafasi tu kenye unaweza kuwa na huyo mtoto, usigiwe hapo kumwongelesha. Sema tuna mtoto ama fulani ninakupenda. Hata kama unaenda hivi, ninakupenda tu, bado mimi ni mama yako. As you tighten your tights na Mungu. Usisahau hata siku moja ukamwidino. Umejaribu kabisa umeshindikana, unaona huyu mpaka ni give up, usigive up. Please give up. Naongeza tu hapo. Amine tikenye uko napo na yeye hivi. Hata amekuja labda saa hizo ni mama sijakula. Hapo ndio unasema chakula ndio hiki mama ama baba. Nakupenda tu bado. Mimi nakupenda. Unampa chakula, ukimrushia kaneno na unaomba kwa Mungu. Mungu atamrudisha. Tena ile kitu kingine nimeona